Mjane mmoja alimjia nabii Elisha akilia, mtumishi wako, mume wangu, amekufa. Nawe unajua kwamba mtumishi wako alimcha Bwana. Lakini sasa mkopaji amekuja kuchukua wana wangu wawili wawe watumwa wake. Hii ni hadithi ya mwanamke aliyekuwa karibu kupoteza kila kitu, nyumba, watoto na matumaini. Lakini Mungu alikuwa na mpango tofauti kabisa. Katika sura ya 4 ya kitabu cha 2 Wafalme, tunaona miujiza minne ya ajabu ya nabii Elisha. Hizi si hadithi za kawaida, ni ushahidi wa jinsi Mungu anavyoingililia katika mazingira yetu magumu zaidi. Mjane huyu hakuwa mwanamke wa kawaida. Alikuwa mke wa mmoja wa wana wa manabii, familia ya kiongozi wa kidini. Hata hivyo, alipatwa na umaskini mkuu. Hii inatuonyesha kwamba hata wale wanaotumikia Mungu wanaweza kupitia majaribu makuu. Lakini pia inatuonyesha kwamba Mungu hana wapenzi, anatusaidia wote tunapomhitaji. Hebu tusome pamoja 2 Wafalme 4:1-7. Mwanamke mmoja wa wake za wana wa manabii alimlia Elisha akisema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kwamba mtumishi wako alimcha Bwana, lakini mkopaji amekuja kuchukua wana wangu wawili wawe watumwa wake. Elisha akamwambia, je, nikufanyie nini? Niambie, una nini nyumbani? Naye akasema, mtumishi wako hana kitu nyumbani isipokuwa chungu kidogo cha mafuta. Naye akamwambia, nenda ukaombe vyombo kutoka kwa jirani zako wote, vyombo vilivyo tupu, usiombe vichache. Ukisha kuingia, jiunge mlangoni pamoja na wana wako, ukayamwage mafuta katika vyombo vyote vile, na kila kimoja kitakapojaa, ukiweke kando. Basi akaondoka kwake, akajifunga mlangoni pamoja na wana wake, nao walimletea, naye akayamwaga. Na vyombo vilipojaa, akamwambia mwanawe, niletee chombo kingine. Naye akamwambia, hakuna chombo kingine. Mafuta yakasimama. Hapa tunaona miujiza ya kwanza, mafuta yasiyoisha. Lakini si miujiza tu, ni mafundisho makuu kuhusu jinsi Mungu anavyofanya kazi. Kuna mambo muhimu tunayokosa katika hadithi hii. Kwanza, mjane huyu alikuwa mke wa mmoja wa wana wa manabii. Hii inamaanisha alikuwa katika familia ya kiongozi wa kidini, lakini bado alipata shida za kifedha. Tunaweza kufikiri kwamba watumishi wa Mungu hawapati matatizo, lakini si kweli. Pili, Elisha alimwambia usiombe vichache. Alikuwa anamuelekeza kuwa na imani kubwa na kutarajia maajabu makuu ya Mungu. Wengi wetu tunaomba vitu vidogo kwa sababu hatuna imani ya kutosha. Tatu, mafuta yalisimama tu vyombo vilipokwisha. Hii inaonyesha kwamba ukomo wa miujiza yetu mara nyingi ni ukomo wa imani yetu. Mambo mengine tunayokosa, mjane huyu hakuuliza, je, hii itafanya kazi? Aliamini na kufanya kile alichoambiwa. Pia alishirikisha watoto wake katika miujiza, waliweza kuona uwezo wa Mungu kwa macho yao. Na jambo la mwisho, Elisha hakufanya miujiza mwenyewe, alimwelekeza mjane afanye kitu na Mungu akafanya miujiza. Hii ni mfumo wa Mungu, ushirikiano kati ya binadamu na Mungu. Viumbe vingine vilichunguza kwa kushangaa jinsi Mungu alivyoonyesha huruma yake kwa familia hii iliyokuwa shidani. Je, mmeshuhudia hayo? Mafuta kidogo yamekuwa mengi. Mungu hakumwambia mjane huyu subiri, alimwambia afanya. Ni ajabu jinsi binadamu wanavyoweza kupata baraka za Mungu. Lakini baadhi yao hawaiamini hata wanapopewa dalili. Mimi niliona Mungu akinilisha hata jangwani. Lakini mjane huyu alihitaji zaidi ya chakula, alihitaji kuokoka kutoka utumwani. Na mnaona jinsi alivyoshirikisha watoto wake. Imani haipasiwi kuwa ya binafsi tu, inapaswa kushirikishwa na familia nzima. Vile vile alisema usiombe vichache. Mungu hataki tuwe na matamanio madogo. Anataka tuwe na imani kubwa. Katika miujiza hii ya Elisha tunaona mabadiliko makuu ya kiteolojia. Ya kwanza ni mabadiliko kutoka upungufu hadi wingi. Mjane alikuwa na kitu kimoja tu, chungu kidogo cha mafuta. Lakini Mungu alikikidisha hadi kukawa kingi cha kutosha kumwokoa na familia yake. Hii ni mfumo wa Mungu, anatumia vitu vidogo kutengeneza maajabu makuu. Mabadiliko ya pili ni kutoka kifo hadi uhai. Katika miujiza ya pili, mtoto wa Mshunami alikufa, lakini Elisha alimfufua. Hii inatuonyesha kwamba Mungu ni mkuu kuliko kifo chenyewe. Hakuna hali ya mwisho kabisa kwa wale wanaoamini. Mabadiliko ya tatu ni kutoka hofu hadi imani. Tunaona wanawake wawili, mjane na Mshunami, wanaoonyesha imani kubwa.
Hawakuuliza maswali mengi, waliamini na kutenda. Hii inatufundisha kwamba imani si hisia tu, ni vitendo. Mabadiliko ya 4 ni kutoka hatari hadi usalama. Mjane alikuwa karibu kupoteza watoto wake kwa utumwa, lakini miujiza ya mafuta ilimwokoa. Hii inatuonyesha kwamba Mungu anatupenda na anataka tuwe salama, sio tu kimwili lakini pia kiroho. Hadithi za Elisha zinatupa mafundisho makuu kwa maisha yetu ya leo. Ya kwanza, tunapaswa kuomba kwa imani hata katika mazingira magumu. Mjane hakuona jinsi angepata suluhisho, lakini aliomba msaada. Sisi pia tunapaswa kuwa na imani kwamba Mungu anaweza kutatua matatizo yetu. Ya pili, Mungu anatumia vitu vidogo kutengeneza maajabu makuu. Usiweze kudharau kile unacho na miliki kidogo. Hicho chungu kidogo cha mafuta kilimwokoa mjane. Vile vile Mungu anaweza kutumia talanta yako, muda wako, au rasilimali zako kutengeneza mabadiliko makuu. Ya tatu, tunapaswa kuwa na subira wakati Mungu anafanya kazi katika maisha yetu. Miujiza haikutokea mara moja. Mjane alipaswa kuweka vyombo vingi na kumwaga mafuta kwa muda. Sisi pia tunahitaji subira. Ya 4, tufundishe watoto wetu kuhusu miujiza ya Mungu. Mjane alishirikisha wanawake na wakaona uwezo wa Mungu. Familia zetu zinahitaji kushuhudia jinsi Mungu anavyofanya kazi. Ya mwisho, tunapaswa kukumbuka kwamba Mungu ana mpango mzuri kwa maisha yetu, hata tukiwa katika mazingira magumu. Mjane alifikiri kila kitu kimekwisha, lakini Mungu alikuwa na mpango wa kumwokoa na kumbariki. Tuombe pamoja. Baba wa anga, tunakushukuru kwa ajili ya hadithi za Elisha. Zinatufundisha kwamba wewe ni Mungu wa miujiza na kwamba unatujali katika mazingira yetu magumu zaidi. Tunakuomba utupe imani kama mjane huyu ambaye aliamini na kufanya ulichomwambia. Tupe subira tukingoja wewe ufanye kazi katika maisha yetu. Tusaidie kutumia vile tunavyo, hata kama ni vidogo, kwa utukufu wako. Na tusaidie kukumbuka kwamba hakuna hali ya mwisho kabisa kwako. Wewe unaweza kubadilisha mazingira yoyote. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Tunakutana wiki ijayo tukiendelea na safari yetu kutoka Mwanzo hadi Ufunuo. Mungu abariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.